Moja ya changamoto kubwa ambayo tumekuwa tukiulizwa sasa hivi, tumekuwa tukiteswa na magonjwa haya ambayo mara nyingi sio magonjwa ya kuambukizwa mara kwa mara, au magonjwa yanayotokana na lishe kuwa duni au na kutokuwa lishe bora. Sasa hapa leo nitakuletea ni vyakula vipi ambavyo sio vizuri kiafya. Yaani ukizoea hivi vyakula tunapoenda sio pazuri. Baadaye usio kashangaa unakuwa na changamoto ya pressure, unakuwa na changamoto ya kisukari, unakuwa na changamoto ya vidonda vya tumbo, unakuwa na changamoto ya bawasiri, unakuwa na changamoto nyinginezo nyingi, una changamoto ya acid reflux, na pengine pia zina asili hadi mfumo moja kwa moja wa uzazi. Sasa hivi tumekuwa na changamoto ya mfumo wa uzazi, wanaume na wanawake wanalia. Sasa hii inatokana na nini? Inatokana pia vyakula tunavyokula sio salama kiafya, na pengine pia hatufahamu tu vile muda gani, kwa sababu kuna vyakula ambavyo unatakiwa kuvitumia kwenye tumbo tupu na kuna vyakula ambavyo hutakiwi kuvitumia kwenye tumbo tupu. Kuna vidonge au dawa ambazo unatakiwa kuzitumia kwenye tumbo tupu na nyingine utakiwa kuzitumia kwenye tumbo tupu. Kwa hiyo yale makosa ya muda pia yanagharimu afya zetu kila siku. Sasa leo nitakwambia general, tutaongelea vyakula ambavyo mara nyingi sio vizuri kiafya, ambavyo vyakula vinaharibu za tumbo lako na linaharibu mifumo mingine katika mwili wako. Cha kwanza kabisa ni vyakula vya kukaangwa, vyakula ambavyo vimepikwa kwenye mafuta mengi. Sasa hivi tumekuwa ni watu wa chipsi, Chipsi ni tamu ndugu yangu, lakini pia mandazi, samaki wa kukaangwa, nyama kukaangwa. Yaani hivyo vitu visipopita kwenye mafuta, basi tunajiona basi kama vile tunakuwa ni maskini kabisa. Lakini la hasha, hivi ni vyakula ambavyo mara nyingi vinaweza kusababisha mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula kuwa dhaifu, uzalishwaji mwingi wa asidi mwilini mwako, lakini pia ikakuathiri kwenye upande wa pressure, upande wa kisukari, na pengine inasababisha bawasiri. Kwa sababu mfumo wako usagaji wa chakula ukishakuwa dhaifu, basi ujue kwamba changamoto itakuwepo. Kwa hiyo vyakula ambavyo vimepita kwenye mafuta mengi ni hatari kwa afya yako. Lakini namba 2 tunasema kuna pilipili, kuna tangawizi na viungo vikali ambavyo vinachoma kuta zako za tumbo na kuongeza maumivu. Hapa tunaongelea ni kwa wale wenye changamoto ya vidonda vya tumbo na acid reflux moja kwa moja. Lakini pia kikawaida kwa wewe ambaye hauna hizo changamoto ya acid na vidonda vya tumbo, kula pilipili, kula tangawizi na vyakula vyenye viungo vikali kwenye empty stomach, ya tumbo lako likiwa tupu, ni hatari kwa afya yako. Yaani wewe unajikaribishia hayo magonjwa ambayo tumetaja ya acid na vidonda vya tumbo. Kwa hiyo hakikisha unaepuka hivi vyakula kwa sababu vinabomoa afya yako. Lakini pia kitu kingine kinachobomoa afya yako ni soda za viwandani, juisi za viwandani plus pombe. Niongeze hapo na kitu kingine kinaitwa sigara. Hivi ni vitu pia ambavyo vinagharimu afya zetu. Tumekuwa tukivitumia mara kwa mara, lakini vinagharimu afya zetu kwa sababu zile juisi soda na juisi za viwandani zina asidi. Kwa hiyo zinachochea asidi na kusababisha gesi na vidonda vya tumbo. Ndio maana mara nyingi pia sukari inayopatikana kwenye zile juisi pia inakuasili wewe mwenye changamoto ya kisukari. Inakupeleka kuwa na changamoto mojawapo ya kisukari, kuwa na changamoto za kisukari moja kwa moja. Ndio maana tukishauri kwamba hakikisha hizi soda na juisi za viwandani unazikata jina kabisa. Hicho ndio kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukikata jina. Lakini pia kahawa na chai kali, chai nyeusi, kahawa, lakini pia chai ya rangi ambayo tunasema ina kafeini. Chai ya rangi ni mbaya sana. Tumekuwa tukiamka tukinywa ile chai ya rangi ambayo ina kafeini. Sasa hiyo chai ya rangi sio nzuri kiafya. Kahawa sio nzuri kwa sababu ina kafeini ambayo mara zote huzidisha uchungu kwa wale wenye changamoto ya vidonda vya tumbo. Lakini kwa wale ambao tayari hawana hizo changamoto ya vidonda vya tumbo, ukinywa hivi vitu kwenye empty stomach inaenda kuchoma tumbo lako. Ina maana inaondoa ule uwiano wa bakteria wazuri na wabaya tumboni. Ndio maana tumekuwa tukiwaambieni hakikisha kimbia kahawa na chai kali sana, itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia epuka
Epuka vyakula vyenye sukari nyingi. Vyakula vyenye sukari nyingi ni hatari kwa afya yako, kwa sababu sukari, end product ya sukari tunafahamu inakuwa ni mafuta. Ukila sukari sana, vyakula vyote vyenye sukari hakikisha unavikata jina mapema, kwa sababu vinakusababishia changamoto za kiafya. Lakini pia kuna wanga, vyakula vya wanga kila siku. Vyakula vya wanga kwa Mtanzania ni ngumu sana kuviepuka per day. Yani ugali na wali huwezi kuepuka. Yani ukiepuka leo kesho lazima uko nao. Vyakula vya wanga ni vibaya sana, especially kwa wale wenye changamoto ya pressure, changamoto ya kisukari. Hivyo ni vibaya sana. Hata wewe ambaye una changamoto, basi tengeneza mazingira usiku, usile wanga kivile, kula wanga kidogo na maisha yaweze kuendelea, kwa sababu end product ya wanga inakuwa ni mafuta moja kwa moja, ambayo mafuta ni changamoto kubwa sana ndani ya mwili wa binadamu, ambayo inaathiri mifumo ya mmeng'enyaji wa chakula, inaathiri mfumo wa uzazi, sio kwa mwanamke, sio kwa mwanaume, na hapa ndio ile inatokea ile hali ya mtu kuwa chibonge au kuwa mtu ambaye ana uzito mkubwa. Ndio maana tukwambieni kwamba hakikisha unakata jina pia wanga, au unatumia wanga kiustaarabu. Kama unakula wali, tunasema ni mchele wa brown, ni mzuri sana. Lakini pia kwenye upande wa ugali usitumie sembe, tumia dona, ni nzuri kwa afya yako. Lakini pia sukari ambayo inapatikana kwenye ile mikate, biskuti na vyakula vyenye sukari nyingi, na vyenyewe hakikisha unavikata jina. Lakini kitu kingine ni kula usiku sana. Kula usiku sana na kula bila mpangilio. Wengi tumekuwa tukila usiku sana. Unakuta mtu unakula saa 4 usiku, saa 5 usiku, na muda mchache baada ya kula unalala. Hiyo ni hatari kwa afya yako. Hapo unatengeneza uwezo wako wa tumbo kuweza kumeng'enya chakula vizuri. Ndio maana tumekuwa tukiwaambieni kwamba hakikisha unakula kabla ya saa 2 usiku na umalize masaa 2 kabla ya kwenda kulala. Sasa wengi wanakuja kulipuzia hili, lakini ni hatari kwa afya yako. Unachotakiwa ni kula kwa mipangilio, na ule usile usiku sana. Ukila usiku sana unasababisha changamoto nyingi za kiafya, ikiwemo pressure, kisukari, asidi, vidonda vya tumbo na pengine bawasiri, kwa sababu haviwezi kuchakatwa. Ndio maana unaweza ukapata maumivu usiku, lakini pia inakuathiri usingizi wako, au talala vizuri, kwa sababu asidi inakuwa inamwagika zaidi tumboni kwa ajili ya kumeng'enya chakula. Ndio maana unaweza ukaamka asubuhi harufu mbaya mdomoni ni ya kwako. Gesi, tumbo lako linachoma ni wewe. Ni kwa nini? Ni kwa sababu umekosea vyakula vya kutumia. Sasa hivi ni vyakula ambavyo vinakupa sio vizuri kiafya, usivipendelee mara kwa mara, sio vizuri kiafya. Tuambie ni chakula gani ambacho wewe umekuwa ukikila kimekuwa kinakupa changamoto. Kama utakuwa na swali lolote, kama utakuwa na changamoto ya kiafya, basi Dr. Jimmy niko hapa kukuhakikishia afya yako inaimarika. Kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.